paza sauti yako, sema Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako, asante kwa mkono wako, asante kwa uweza wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jioni ya leo sema nami, Bwana, niko tayari kupokea neno lako, niko tayari kukutana na wewe, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Nguvu zako Bwana zinijilie tena ndani yangu, juu yangu, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Uyaguse maisha yangu, unifungue kabisa, nikutane nawe Bwana. Fungua macho yangu, fungua masikio yangu, fungua ufahamu wangu, pate kupokea neno lako, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Amen, 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 amen. Namna ya kuishughulikia hali ya kiroho inayokukwamisha kwenye maeneo mengi ya maisha yako. Kwa nini nimesema hiki kipande cha somo? Kwa sababu nataka tuombe namna ya kushughulikia hali ya kiroho inayokukwamisha kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Haleluya, watu wa Mungu. Hali ya kiroho, unisikilize kwa makini. Unaposoma maandiko, Biblia inasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Katika ulimwengu wa roho, usisahau, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Maisha yetu kabla hayajawa mwilini yanaanzia rohoni kwanza. Maisha yetu kabla hayajawa mwilini yanaanzia rohoni kwanza. Hali yako ya kiroho ndiyo inayoamua hali yako ya kimwili iweje. Hali yako ya kiroho ndiyo inayoamua hali yako ya kimwili iweje. Kama huwezi kutawala rohoni, huwezi kutawala mwilini. Kama huwezi kuwa mshindi rohoni, huwezi kuwa mshindi mwilini. Kwa hiyo hali yako ya kiroho ndiyo inayoamua hali yako ya kimwili iweje. Kuna hali za kiroho ambazo nyingine ni hali za kiroho za kifamilia. Hali ya kiroho ya familia inaweza kuwa msaada kwenye maisha yako au ikawa kikwazo kwenye maisha yako. Mfano, fungua Mwanzo sura ya 26. Narudia tena, hali ya familia ya kiroho inaweza kuwa msaada kwenye maisha yako au ikawa kikwazo
kwenye maisha yako. Mwanzo 26, Mwanzo 26 ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Mwanzo 26 mstari wa kwanza mpaka ule wa 6. Maandiko yanasema, ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokwambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Sema, nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Haleluya. Anasema atakifanya imara kiapo alichomwapia Ibrahimu baba yake. Hasa angalia, anasema nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi zote hizi, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Mstari wa 6 anasema Isaka akakaa katika Gerari. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe. Umeenda pamoja na mimi hapo? Hapa tunaiona familia ya Ibrahim. Sema, familia ya Ibrahim. Na miaka hii tunaposoma hapa, miaka hii ya Isaka, Ibrahim alishakufa, alishatangulia, alishaondoka duniani, hayupo. Isaka mtoto wa Ibrahim. Amen. Nataka nikuunganishie mambo hapa. Bwana asiwe. Mwalimu, unataka kusema nini? Naomba unisikilize kwa makini. Biblia inasema kwenye Mwanzo 26, ikawa njaa. Sema, ikawa njaa. Tena anasema ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa iliyokuwa katika siku za Ibrahim. Ibrahim alipokuwa ameitwa na Bwana, alikutana na tatizo la njaa, likampelekea akimbie nchi, aende nchi ya Misri. Mtoto wake anaitwa Isaka. Miaka mingi baadaye, na yeye anakutana na tatizo ambalo baba yake alikutana nalo. Tatizo gani? Tatizo la njaa. Na hii njaa nayo ilikuwa kubwa. Alipokutana na tatizo la njaa, angalia wazo linalomwijia. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Kwa nini anaenda Gerari? Ili aweze kupata kibali cha kutoka, aondoke nje ya nchi. Hasa angalia maandiko yanavyosema. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Maana yake Mungu aliona wazo lililoko ndani ya Isaka. Kwa nini anamwendea mfalme wa Gerari? Anataka akamuombe kibali cha kushuka Misri, aende Misri. Wazo lile lile lililokuwa ndani ya baba yake siku ambazo alikutana na changamoto, wazo lile lile linaingia ndani ya mtoto amekutana na changamoto ile ile kama ya baba yake. Linamwingia aende wapi? Aende Misri. Maana yake baba yake amekwama na njaa, na mtoto naye anakutana na njaa ile ile. Lakini utofauti wa baba na mtoto, angalia utofauti wake. Baba yake alikuwa ameitwa na Mungu, lakini alipokutana na hili tatizo, hakuna aliyekuwa amemtangulia ambaye alitengeneza hali nzuri ya kiroho ya familia.
ili ile hali ya kiroho ya familia imsaidie. Hasa yeye alipokutana na tatizo, akaendelea kutembea na Mungu wake. Alikimbilia Misri na baadaye akarudi, lakini wakati anaendelea kutembea na Mungu, Ibrahimu akatengeneza hali ya kiroho nzuri ya familia. Na ndio maana Mungu wa Ibrahimu hakuwa Mungu wa Ibrahimu tu, alikuwa Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa uzao wake. Na wakati wote Mungu alipoongea na Ibrahim, hakuongea na Ibrahim peke yake, lakini aliongea na yeye na akaongea na juu ya uzao wake. Kwa hiyo Ibrahim alipokuwa anaingia maagano na Mungu, hakuingia maagano na Mungu kwa ajili yake peke yake, lakini alikuwa anaingia maagano na Mungu kwa ajili yake na kwa ajili ya kizazi chake na kizazi baada ya kizazi chake. Na Mungu akawa anamsemesha kimadhabahu, na Mungu alikuwa anamsemesha kimadhabahu. Kila wakati alipomuinulia Mungu madhabahu, Mungu alikuwa akimsemesha, anaongea naye, na akiongea juu ya hatima yake, anazungumza na juu ya hatima ya kizazi chake. Na kwa sababu hiyo Ibrahimu akalifungua lango la kiroho la baraka, lango la baraka ambalo Mungu akawa mmiliki sio tu wa maisha ya Ibrahim, lakini mmiliki wa familia ya Ibrahim. Haleluya. Sasa Ibrahimu aliyetembea na Mungu amekufa, hayupo. Isaka amekuwa mtu mzima, anakutana na changamoto ile ile ambayo baba yake alikutana nayo. Wazo linalomjia linakuja wazo kama la baba yake. Aende wapi? Aende Misri. Lakini kabla hajaenda Misri, anaenda kwa mfalme wa Gerari. Alipomfuata namna hii, maandiko yanasema Bwana akamtokea. Sema Bwana akamtokea. Mungu anamtokea, anaanza kusema naye, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Mungu anamzuia. Kumbuka, huyu Mungu anayemzuia sasa, kipindi cha Ibrahimu Mungu hakumzuia Ibrahimu, lakini mara hii Mungu anamzuia Isaka. Anamwambia usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Na angalia Biblia inavyosema, akamwambia kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Mungu anamwambia sasa Isaka. Isaka anaposikia sauti mara hii, angalia, hakuwa amesikiaga sauti hii. Hii sauti tunayoiona hapa ni sauti ambayo Mungu alikuwa akiongea na baba wa Isaka, yani Ibrahim, akisema nitakubariki. Lakini mara hii Isaka, Mungu anaongea naye, anamwambia kaa hapo nitakubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami angalia, sikupi wewe na uzao wako nchi hizi kwa sababu yako, sio kwa sababu yako, sio kwa sababu yako. Unisikilize, sio kwa sababu yako. Anasema nafanya hivi ili nikifanye imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Manake anamwambia nimekuja kukusaidia, sio kwa ajili yako. Kuna hali ya kiroho ya kifamilia ambayo Ibrahimu aliitengeneza mbele yangu, nami nikamwapia kwamba nitakifuatilia kizazi chako kokote kitakapokuwa. Kwa hiyo hiyo hali inanifanya nije nikusaidie majira haya. Unanielewa mtu wa Mungu? Anasema nikifanya imara kiapo ambacho nilimwapia Ibrahimu baba yako. Kwa hiyo unagundua Ibrahimu alishakufa, lakini Mungu wa Ibrahimu alikuwepo na familia ya Ibrahimu. Sijui mnanielewa nyinyi watu, sijui mnanielewa nyinyi watu wa Mungu. Nazungumza hali ya kiroho ya kifamilia. Sasa Isaka mwenzetu, badala ya kukwama, hakukwama, kwa sababu hali ya kiroho ya kifamilia baba yake, mababa zake waliitengeneza ni ya kumruhusu Mungu kuwasaidia watoto wao watakapokwama. Yani kumbe iko hivi, mama anaweza akatembea na Mungu
baba anaweza akatembea na Mungu, kizazi chake kikasaidika, kwa sababu yeye alitembea vizuri na Mungu, akatengeneza hali nzuri ya kiroho juu ya familia yake. Wengine hawajanielewa. Anasema hapo, mbona ni baba anasema mwalimu, sio mama wala bibi? Kasome maandiko. Kama leo wako mabibi wanatengeneza hali za kiroho za kichawi kwa familia, wako mabibi pia wanaweza kutengeneza hali za kiroho za Mungu aliye hai kwenye familia zao. Oh my Lord. Mwingine anasema mwalimu, unaongea nini? Unafahamu habari ya Timotheo? Imani iliyoko kwenye Timotheo, Paulo anasema ni imani ambayo aliirithi kutoka kwa nani? Kwa bibi yake. Tena sio bibi mza baba, bibi mza mama. Bibi yake aliyekuwa anaitwa Royce. Yani imani ya mjukuu, upako, nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu kwa Timotheo. Imani ya mjukuu alirithi kutoka kwa bibi yake anaitwa Royce. Maana yake huyu bibi alitembea na Mungu, akafungua lango la kiroho, akatengeneza hali ya kiroho ya familia, kwamba hata watoto wake wa kike wakienda kuolewa kokote watakakoolewa, lakini uzao matumbo yao hayatazaa watoto wasiomjua Mungu. Watoto watakaozaliwa kwenye matumbo yao watajikuta wanamcha Mungu, kwa sababu mimi bibi yao nimetengeneza hiyo hali kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Timotheo anazaliwa, imani aliyorithi ni ya bibi yake. Hiyo inaitwa nini? Hali ya kiroho ya familia. Angalia Mungu anachozungumza hapa. Anasema hivi, nilimwapia Ibrahim. Kwenye mazungumzo Mungu na Ibrahim, kuna mazungumzo walipatana kwamba sitakuwa tu Mungu wako, nitakuwa na Mungu wa watoto wako milele. Lakini cheki anachokisema, anasema hivi, kwa sababu anasema nitawapa uzao wako nchi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa nini? Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Anamwambia Ibrahimu alikuwa mtiifu. Maana yake nini? Unaposikia neno namna hii, unapokuja kwenye kongamano namna hii, tunapokuambia funga, tunapokuambia omba, unapocheza cheza, maana yake unacheza na hatima ya familia yako, kwa sababu Mungu hawezi kulazimika kuingilia familia. Ndio maana utashangaa, pamoja na kuokoka, kuna vitu unapambana navyo leo. Watoto wako watakapopitia vitu unavyopitia leo, watakosa msaada wa kiroho, kwa sababu kuna mtu Mungu alimpa fursa ya kutembea naye, lakini akafanya uzembe. Kuna mtu Mungu alimpa fursa ya kuhudhuria na makongamano kama haya, lakini akafanya uzembe. Wakati watoto wako watakapokuwa wanapita kwenye changamoto, wanalia machozi, badala ya kusikia sauti ya Mungu wanakuta kimya, watafanya maamuzi mabaya ambayo hata wewe uliwahi kuyafanya, hata kuwepo wa kuwazuia. Wataishi maisha yale yale ambayo na wewe uliishia hayo hayo. Angalia mtu akifungua lango la kiroho, unapoomba, unapomsikiliza Mungu, unapokuwa mtiifu, unapojiachilia mbele za Mungu, wanadamu watakuona kama vile una akili timamu, wengine watakuona unapoteza muda. Lakini nataka nikuhakikishie, kuna kizazi ambacho kitafuata badala yako, kitakapokutana na changamoto. Na dunia tunayoiendea, bora hii unayoiona tunayoiendea, imejaa changamoto na vita ya kutosha, ambayo inamhitaji Mungu mzima mzima. Kama wewe mama ulipewa hii fursa na ukumtafuta Mungu, kuna vijukuu vitakuwa vinalia, vinasema yuko wapi Mungu, yuko wapi Mungu? Alafu Mungu atokezi, kwa sababu uliyetakiwa kutengeneza hali ya kiroho ulifanya uzembe. Wewe unafikiri saa nyingine Mungu anapokuita namna hii, unakuja kwenye makongamano, unafikiri ni kwa ajili yako tu. Kuna saa nyingine Mungu anahurumia kizazi chako. Wangapi wananielewa ninachosema?
Wewe kuna mambo unayapitia leo na unateseka sana kwa sababu alikosekana mtu kwenye familia ambaye angetengeneza hizi hali za kiroho ili Mungu wake awe Mungu atakayewasaidia na nyinyi mtakaotokea baadaye. Na ndio maana ukiona umeokoka na unaona vitu vya ajabu ajabu namna hiyo, ujue una jukumu la kutengeneza, jukumu la kutengeneza, kutembea na Mungu. Mimi nawahakikishia watu wa Mungu, jukumu la kutengeneza, kutembea na nani? Na Mungu aliye hai. Una jukumu, una jukumu, una jukumu la kufanya, una jukumu la kufanya. Na Mungu hanaga upendeleo, hana upendeleo. Haijalishi umri, ni mzee, ni kijana, ni mtoto. Akiamua kwamba nataka nimuone huyu Mungu mpaka nibadilishe hali ya kiroho ya maisha yangu na ya familia, Mungu hashindwi kumtumia yoyote. Kasome maandiko, yoyote. Ndio maana wengine Mungu aliwatumia mabibi, nimekwambia bibi yake Timotheo, lakini wengine aliwatumia mabinti wadogo, wengine aliwatumia wanawake, wengine aliwatumia wanaume, wengine alitumia wazee. Watu kama wakina Ibrahimu ameitwa akiwa na miaka 75, mtu mzima, mzee kabisa, lakini alibadilisha hali ya kiroho ya familia. Watu kama wakina Gideon wameitwa wakiwa vijana wadogo, hajaoa hata kuoa, lakini alibadilisha hali ya kiroho ya familia. So unajua hali ya kiroho ya familia ya Gideon ilikuwaje? Baba yake ndiye alikuwa anasimamia madhabahu ya Mungu bahari na familia nzima ikawa maskini. Hali ya kiroho ya familia ilikwamisha mpaka ushujaa aliokuwa nao Gideon. Mbinguni wanamuona shujaa, lakini duniani anaishi maisha ya kudimba dimba. Waamuzi 6, kasome Waamuzi 6 anzia mstari wa 11. Hali ya kiroho ya familia ya Gideon ilizuia uwezo wa Gideon. Gideon mbingu zinamjua shujaa. Wewe umewahi kujiuliza mbinguni wanakuonaje? Umeokoka, mbinguni wanasema tumeachilia baraka zote ndani yako, lakini cheki maisha unaoishi. Umeokoka, mbingu zinakutambuaje? Mbinguni wanasema we nani? Huku tunakuita Esther tunayemfahamu, au sijui nani mwimba kwaya, lakini mbingu zinakujuaje? Mbingu zinakutambuaje? Yamkini mbinguni wanakuona wewe ndio lango la baraka la familia nzima. Mbingu zinaona mtu ambaye amebarikiwa, mtu ambaye anamiliki, anatawala. Kama ni kilimo anarima, ardhi inasikia sauti yake, inazaa matunda. Mtu ambaye kiuchumi yuko vizuri, amejenga majumba mazuri, mtu ambaye ni msaada. Lakini huko duniani unaishi maisha gani? Hali ya kiroho ya familia, hali ya kiroho ya familia ya Gideon ilimkwamisha. Na ndio maana kwenye ile Gideon sura ya 6, ile Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 24 mpaka wa 26, unaona Mungu anampa maelekezo ili atengeneze nini? Hali ya kiroho. Anamwambia uangushe hiyo madhabahu, uinue madhabahu yangu kwa taratibu zake. Na ukirudi pale nyuma utaona Mungu alikuwa akiongea naye, anamuinulia madhabahu, anaandika Yehova Shalom, Mungu ni amani yangu. Unanielewa ninachosema? Hali ya kiroho ya familia. Nimekugusia Agano la Kale, nimekugusia Agano Jipya, Bibi Lois. Hali ya kiroho ya familia inaweza kupambana na wewe kabisa kabisa. Ndio maana unakuta mtu ameokoka, lakini hali ya kiroho ya familia inainua vita kubwa sana juu yake. Na saa nyingine anatafuta wachawi walio mbali. Hakuna cha mchawi alio mbali. Hali ya kiroho ya familia. Unanielewa mtu wa Mungu? Hali ya kiroho, kwa sababu hali nyingine za kiroho za familia zimetengenezwa kiviapo na kimaagano. Mungu anapomjia huyu Isaka anamwambia, kiapo nilichomwapia baba yako, wewe ni viapo gani vinakaa kwenye familia yenu? Ni viapo vya nani? Vya Mungu au vya mizimu? Viapo vya nani vinakaa kwenye familia yenu?
Nimezungumza ya familia. Kuna hali ya kiroho ya nafasi ambayo Mungu anakupa. Unisikilize. Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza. Angalia, Biblia inasema kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeon. Sasa angalia, anayepata shida hapa ni Daudi, sio Sauli. Amewekwa na Bwana kuwa mfalme, amepakwa mafuta, amewekwa na Bwana kwenye nafasi, lakini hali ya kiroho ya lile eneo ilikwamisha maisha yake. Mwaka wa kwanza taifa zima lina njaa, hajui afanye nini. Mwaka wa pili taifa zima linalia, lina njaa. Mwaka wa tatu baadaye akasema, hii miaka 3 ya mateso ya nini? Akaamua kuutafuta uso wa nani? Wa Bwana. Alafu Mungu alimwambiaje? Angalia Mungu anachomwambia. Anasema, hiyo hali unayopitia wewe hauna kosa lolote, ila kosa ni kwamba Sauli aliyekuwa amekaa kwenye hiyo nafasi kabla yako alimwaga damu za Wagibeoni wasiokuwa na hatia. Kwa sababu ya damu ya Wagibeoni na nyumba ya Sauli, ndio maana wewe unateseka. Jiulize, Daudi amewekwa na nani? Na Mungu. Lakini kinachomtesa ni nini? Hali ya kiroho aliyoikuta kwenye nafasi. Mandarabasha. Lazima tujifunze kwenda kwa Bwana na kumwambia Bwana, hatukuwepo yalipokuwa yanafanyika hayo mengine, sisi hatukuwepo, lakini mabaya yanatukuta sisi. Tukumbuke basi Bwana, sawasawa na agano lako jipya kupitia Yesu Kristo, kupitia damu ya Yesu, kwamba damu ya Yesu inaweza kuweka mpaka, inaweza kunitenga na hizo hali. Nikumbuke mimi Bwana, ili heshima yako iweze kuja tena kwenye familia yangu. Kwa nini familia yangu tu ndio ambayo Mungu hauonekani? Simama kwa miguu yako. Na ndio maana tunahitaji kutubu sana, watu wa Mungu. Kuna vitu tunavuna, hatukupanda sisi. Daudi alikuwa anavuna haya mateso, hakupanda yeye. Hakupanda yeye, watu wa Mungu. Hakupanda. Nilikwambia jana Mathayo 13:25, watu walipolala adui akapanda nini? Magugu. Usilale. Kuna vitu vinakwama kwenye maisha yako, wewe una hata hatia, lakini ni hali ya kiroho iliyotengenezwa na makosa ya watu waliotangulia. Na hapa sijakugusia kwenye hali ya kiroho ya urafiki, watu unaowaweka karibu na kwenye maisha yako. Sijakugusia hapa kwa sababu hiyo ilikuwa ni Matendo 13 mstari wa 6, kuanzia mstari wa 6. Watu unaowaweka kuwa marafiki, wewe huwajui kwenye ulimwengu wa roho wakoje. Umepewa nafasi kama mke, lakini hali ya kiroho inasababisha ndoa yako kuwa ndoana. Umepewa nafasi labda ya kuwa sijui nani, lakini hali ya kiroho. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Nataka tuombe. Uko tayari kuomba? Omba kwa kumaanisha. Funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya. Sema, e Mungu ria hai. Paza sauti yako, sema, e Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako. Wewe unayejua maisha yangu, wewe unaijua familia yangu, wewe unaijua hali yangu. Umesema nami e Bwana, jioni ya leo ninakuinulia mikono yangu, ishara ya kusalenda. Ninasogea mbele zako, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ni kweli Yesu, wewe umeniokoa, lakini maisha ninayoishi hayaendani kabisa na zile baraka za wokovu wako. Bwana, jioni ya leo
nimesikia neno lako. Hali ya kiroho ya familia yangu, hali ya kiroho ya mahali ninapoishi haifananie Bwana na wokovu ulionipa. Jioni ya leo ninaomba rehema, ninaomba toba. Unitoe Bwana kwenye hayo mashimo ya uharibifu, kwenye hayo mashimo ya uharibifu yaliyoko kwenye familia, kwenye hayo maagano yaliyotengenezwa kwenye familia, kwa damu ya Yesu, 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 ninaviondoa hivyo viapo vilivyokaa kwenye ulimwengu wa roho juu ya maisha yangu, juu ya familia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Viapo vyovyote vinavyosababisha laana, baraa, mkwamo kwenye maisha yangu, jioni ya leo hivyo viapo vya kipepo, vya giza, kwa damu ya Yesu ninaviondoa, 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 ninaviondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo hii mimi hapa na uzao wangu na ndugu zangu ninakataa juu ya hali ya kiroho iliyotengenezwa na waliotangulia na waliokufa. Jioni ya leo ninaiachilia damu ya Yesu ya ukombozi juu ya nafsi yangu, juu ya familia, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi roho mliopata nafasi ya kutawala ulimwengu wa roho wa maisha yangu, kila roho isiyotoka kwa Mungu, kila magugu, jioni ya leo, toka, 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 achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Jiombee sasa, jiombee, jiombee sasa. Paza sauti yako mpaka kule nyuma. Kuna mtu namuona nguvu za Mungu ziko juu yake. Jiombee, jiombee, jiombee. Usiogope kinachotokea, jiombee. Mandarabasa, jiombee, jiombee, jiombee sasa, jiombee sasa, jiombee kwa dakika chache, jiombee, jiombee, jiombee. Mandarabasa, mandorobosi. Wako wapi wanawake wanaopaza sauti kwa Bwana? Wako wapi wanaume? Wako wapi watumishi wa Bwana? Wako wapi vijana? Kandarabasa, jiombee, jiombee, jiombee. Tunapindua hiyo hali, tunapindua hiyo hali, tunapindua hiyo hali kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jiombee, 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 jiombee. Mtu wa Mungu Ibrahimu wa kuombewa, aliomba mwenyewe. Jiombee, 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 jiombee. Usilizike na hiyo hali. Jiombee, jiombee, jiombee. Niletee yule dada. Jiombee, 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 jiombee. Endelea kuomba, endelea kuomba, usichoke mama, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wewe mhudumu, niletee huyo bibi mwenye njano huyo. Endelea kuomba. Yes, jiombee mtu wa Mungu. Ninasikia nikuombee dada, endelea kuomba, endelea kuomba. Ninasikia nikuombee. Kanda rabasa,
kanda rabasa, kanda rabasa, kanda rabasa, kanda rabasa. Yes, manda rabasa, mando robosi, mando robosi, mando robosi, mando robosi, manda rabasa. Kwa damu ya Yesu aliye hai, Mungu akukumbuke kwenye uzee wako. Ninaamuru hiyo nguvu mshike kukuachia kwa damu ya Yesu aliye hai. Mshike kifuani. Mandarabasa. Endelea kuomba, endelea kuomba binti yangu, endelea kuomba. Kandarabasa ndarapakorabasaya risandarapakorobosa rikandarabasa 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 kandorobosa. Pokea hiyo nguvu ya kukuweka huru kuanzia sasa. Haya, kwa damu ya Yesu aliye hai, Bwana akuvushe, Bwana akuvushe. Fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus, fire in Jesus. Kandarabasa. Yes, 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 yes. Endelea kuomba, endelea kuomba. Yesu anaifungua nafsi yako, Yesu anaifungua nafsi yako, Yesu anaifungua nafsi yako. Kandarabasa, kandorobosa, 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 kandorobosa. Kwenye hii familia, Bwana anakutoa kwenye hilo shimo, Bwana anakutoa kwenye hilo shimo, Bwana anakutoa kwenye hiyo hali, Bwana anakutoa, Bwana anakutoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes, 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 yes. Endelea, endelea kuomba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba mama yangu. Kandorabasanda risandarapakora rimandarabasa. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Huyu Mungu aliye hai, huyu Mungu aliye hai, huyu Mungu aliye hai, hayafungue maisha yako, hayafungue maisha yako, haifungue familia yako. Fire Jesus. Endelea, 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 usiache, endelea, usiache, endelea, usiache. Atata rabashaka roboseterebo repokoramasata rababa rekerebukurianda rabasata rababaka rabababa. Hiyo hali ya kiroho inayoleta mafarakano kwenye hiyo ndoa ninaipinga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo hali ya kiroho iliyoachiliwa ili ndoa zisidumu, ili ndoa zisidumu, ili ndoa zisidumu, ili ndoa zisidumu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo hali ninaikomesha, hiyo hali ninaikomesha. Bibi hajaishi kwenye ndoa, mama hajaishi kwenye ndoa, na wewe usiishi kwenye ndoa. Hiyo hali ninaikomesha, hiyo hali ninaikomesha, hiyo hali ninaikomesha. Hiyo hali ya mafarakano, hiyo mauti ya ndoa, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo hali ya kiroho inayosababisha magonjwa, magonjwa sugu, kansa ya moyo, kansa, hiyo hali ya kiroho inayoleta madhaifu na magonjwa, hayo maroho ninayafuta kwa mamlaka ya jina la Yesu, ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea, endelea, usiache, endelea, usiache. Ndio tunamaliza. Mama endelea, bibi endelea, kijana endelea. Mungu akuinue wewe kwa ajili ya kizazi chako, Mungu akuinue wewe kwa ajili ya uzao wako. Hiyo hali ya kiroho ninaamuru kila nguvu na kila roho chomoka. Rabashaka rabasata rakata bashanda rabasata rabashaka rabasata rekereburia rabasata rabasata rabasata
Naachilia damu ya Yesu. 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 Hiyo 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 damu ya Yesu. Inakuweka huru. Inakuweka huru. Inakuweka huru. Inakuweka huru. Inakuweka huru. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Funguka. 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 In Jesus' name.